Maisha ni mapambano, na kwenye mapambano unapitia mengi. Kuna mazuri ya kufurahisha, kuna mabaya ya kuhuzunisha, kuna wabaya wengine utawajua hata wewe rafiki yangu, hata wewe ndugu yangu. Kuna baadhi ya nyakati kwenye maisha inakuja hiyo, unamkutana na mtu, hata wewe unanifanyia hivi, hata wewe hivi. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yafanye vile yanavyotaka kufanya. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, ni masiku tu Mwenyezi Mungu anayabadilisha baina ya watu. Istimta' bihayatik, enjoy your life, furahia maisha yako. Wakati leo unapitia nyakati ngumu, wewe nyanyua mikono, sema alhamdulillah, furahia, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile unachopitia, kwa sababu mfumo wa maisha ulivyo, kuna watu wanaweza wakawa wanafanya makusudi kukuprovoke tu, lengo lao wakuone wewe una huzuni, wao wanafurahia. Maisha yanatupitisha kwenye nyakati ngumu sana. Maisha yanatukutanisha na watu ambao hatukutegemea kukutana nao kwenye maisha. Maisha yanatukutanisha na watu ambao wana roho ambao hazina mfano wake. Maisha yanatukutanisha na watu ambao hukutegemea kwamba kama huyu anaweza kunifanyia hivi. Maisha yanakupa surprise ambayo pengine hukuwahi kuifikiria utakuja kukutana nayo kwenye maisha. Maisha yanakupa surprise ambayo pengine ukionyeshwa hivi, wallahi unaweza ukatamani ufe, usiendelee kubakia katika mgongo wa ardhi. Maisha yana mambo mengi sana. Alhayatu kifahun, na kwenye mapambano sharti ujue kwamba nakwenda kupambana, lolote litakalokuja nikabiliane nalo, lolote litakalokuja mbele nikabiliane nalo, nisihuzunike, kwa sababu huzuni yako ni furaha kwa wengine. Na kuna baadhi ya nyakati kwenye maisha haya inakuwajibikia hata wakati fulani una huzuni, lakini ufiche ile huzuni yako, kwa sababu nyuma kuna watu wanakutazama. Ukihuzunika wewe, maana yake umewafanya hawa nyuma wakate tamaa. Ukihuzunika baba nyumbani, umerudi baba ndio unahuzunika, unalalamika, hawa watoto huku nyuma nao vile vile wanakata tamaa. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyakati kwenye maisha unaweza ukarudi nyumbani baba, pengine mambo yako ni magumu, hali imekuwa mbaya, na umekwenda nyumbani mambo magumu, inakuwajibikia ufurahi tu, unacheka, unafurahi. Yani watoto wasihisi kama wewe una huzuni, umekosa, lakini kumbe ndani ya moyo wako unaumia, kwa sababu nyuma kuna watu wanakutazama wewe, wanataka wakuone una furaha. Ukilia, ukihuzunika, umewakatisha tamaa wa nyuma. Kwa hiyo inakuwajibikia, you have to be very strong kwenye maisha. Inatakiwa uwe imara sana kwenye maisha, kwa sababu nyuma yako kuna watu wanakutazama. Mshairi anasema, yaache masiku yafanye yanavyotaka, na yaache yale ambayo aliyoyakadiria Allah subhanahu wa ta'ala yaende kama vile Mwenyezi Mungu alivyotaka. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yaende kama yanavyotaka. Ndugu zangu, tumechagua kueleza somo hili ili kuweza kutambua dunia ni kitu gani na maisha ni kitu gani. Lakini nianze kuwaelezea ya kwamba alhayatu kifahun, maisha ni mapambano makubwa sana, mapambano ambayo ndani yake kuna kupanda na kushuka, mapambano ambayo ndani yake kuna kila aina ya maadui. Maisha ni mapambano ambayo ndani yake kuna kushindwa. Maisha ni mapambano ambayo ndani yake kuna kupata ushindi. Lakini yale ambayo tunapitia kwenye maisha haina maana kwamba yale mambo yanadumu katika maisha yetu yote. Yale mambo yanapita tu katika maisha. Mwenyezi Mungu alivyoumba siku katika maisha ya mwanadamu, huwa zile siku zina kawaida ya kubadilika. Leo Jumatano, kesho Alhamis, kesho kutwa Ijumaa, siku zinakwenda zinabadilika. Na mambo ambayo mwanadamu anayopitia kwenye maisha yake hayabaki kuwa vile vile, yale mambo nayo pia hubadilika. Lakini maisha mwanadamu kuna changamoto nyingi sana anapitia katika maisha yake, na ndiyo tukasema aya ambayo itatuongozea somo letu la leo,
Mwenyezi Mungu anasema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsim min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri sabirin. Katika moja ya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka kwa wanadamu, Mwenyezi Mungu anasema wala nabluwannakum bi shay'in, tutakujaribuni nyinyi wanadamu kwenye siku za maisha yenu mtakavyokuwa mnaishi, tutakujaribuni kwa kitu chochote kile. Mwenyezi Mungu hapa ulama wanasema, amesema wala nabluwannakum bi shay'in, maana yake Mwenyezi Mungu ana majaribu mengi, ana mitihani mingi katika siku za mwanadamu atakayompa. Yani kuna kila aina ya mitihani katika maisha yako utakavyoishi. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi, kuna wakati kwenye maisha yako unaweza ukakumbwa na hofu, ukawa na hofu, unaogopa baadhi ya mambo. Lakini Mwenyezi Mungu anasema waljui, kuna baadhi ya nyakati kwenye maisha utashinda njaa. Unaamka asubuhi unakwenda kutafuta 500 kipande upati kwenye maisha yako. Unakwenda kufungua biashara, hauuzi chochote. Watoto wako nyumbani wanataka kula, mwenyewe una njaa. Mwenyezi Mungu anasema ni katika miongoni mwa mitihani, majaribu ya Allah subhanahu wa ta'ala, waljui, njaa. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wa naqsim min al-amwali, wakati fulani kwenye maisha haya tunaweza tukawa na pesa, tukawa na mali, lakini Mwenyezi Mungu anaweza akachukua yale mali. Mwenyezi Mungu akatufilisi, tukawa na biashara tukafilisika. Lakini mbele Mwenyezi Mungu akasema wal anfusi, wakati fulani Mwenyezi Mungu anaweza kutuletea misiba katika maisha yetu. Lakini mbele Mwenyezi Mungu akasema wathamarat, wakati fulani unaweza kwenda kulima, lakini baada ya kupata ukapata hasara kwenye kilimo. Lakini Mwenyezi Mungu mbele anatoa bishara, anasema wabashiri sabirin, natoa bishara njema kwa wale ambao watakaokuwa na subra katika yale Mwenyezi Mungu atakayokuwa anawapitisha. Ndugu zangu, alhayatu kifahun, maisha ni mapambano makubwa sana. Tunavyoishi katika maisha haya, niliwahi kuambia siku moja, maisha haya yalivyo, furaha yako uliyokuwa nayo inakuwa ni huzuni kwa wengine. Maisha haya yalivyo, mfumo wake wa maisha, furaha yako uliyokuwa nayo ni huzuni kwa wengine, na huzuni yako uliyokuwa nayo inakuwa ni furaha kwa wengine. Maisha yana majaribu na mitihani mingi sana. Wakati wewe unajiona una furaha, kuna wengine wana huzuni kwamba kwa nini yule ana furaha kwenye maisha yake. Wakati wewe unahuzunika, unapata mitihani, kuna wengine wanafurahi, wanaona sasa ile mitihani ndio sawa sawa. Ndio maana Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema wala nabluwannakum bi shay'in, tutakujaribuni tu, ikiwemo mitihani kama hiyo katika maisha, namna tunavyoishi na wanadamu na mazingira mengine ya kimaisha. Katika moja ya kitu ambacho tunajidanganya, tunaamini duniani kuna starehe, duniani kuna starehe, kuna kuenjoy, lakini kimsingi duniani hakuna starehe. Ukiyatazama maisha yako unavyoishi, utaona kabisa kwamba una starehe kwenye maisha. Al-Imamu Ali ana maneno yake, anasema thalathatun la budda an tastaqirra fi dhinik, mambo matatu ukiwa unaishi duniani akae kwenye akili yako. Jambo la kwanza, la najata min al-maut. Jambo la pili, la salamata min kalamin nas. Jambo la tatu, wala rahata fi dunya, duniani hapa hakuna starehe. Al-Imamu Ali anasema hivyo. Yani dunia ni katika moja ya sehemu ambayo mwanadamu anapitia majaribu mengi sana na mitihani ya kimaisha mingi sana ambayo mwanadamu anaipitia. Lau kama kila mmoja angeambiwa hapa anyooshe kidole kwa changamoto anayopitia kwenye maisha, kila mmoja hapa ana changamoto zake anazopitia kwenye maisha. Huo ndio mfumo aliouweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu, kwamba lazima kutakuwa na nyakati ngumu ambazo anaweza kuzipitia katika maisha yake kwa namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa amekadiria. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yafanye yanavyotaka. Uwezi kuzuia kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokuwa amekikadiria kitokee, kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokuwa amekipanga kitokee. Kamwe uwezi kukizuia kitu hiko.
Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yaende kama vile Mwenyezi Mungu alivyoyakadiria yaende. Acha masiku yaende kama vile Mwenyezi Mungu alivyohukumu yale masiku yawe, kwa sababu masiku haya yalivyo kwa mwanadamu huwa yanakwenda. Kuna siku unakuwa na furaha, kuna siku unakuwa na huzuni, kuna siku kunakuwa na hili, kuna siku kunakuwa na hili. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yaende kama anavyotaka. Na ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema wa tilkal ayyamu nudawiluha baina nas, masiku haya Mwenyezi Mungu huwa anayabadilisha kwa watu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha baina nas, masiku haya katika mfumo wa maisha Mwenyezi Mungu alivyoumba huwa anabadilisha baina ya watu. Wakati leo wengine wana huzuni, kuna wengine wana furaha. Wakati wewe leo una furaha, kuna wengine wana huzuni. Yani Mwenyezi Mungu anasema wa tilkal ayyamu nudawiluha baina nas, ni masiku tu ambayo Mwenyezi Mungu anayabadilisha baina ya watu. Alhayatu kifahun, maisha ni mapambano makubwa sana. Ukiwafahamu binadamu kwa 100% umeyafahamu maisha, kwa sababu hakuna mwanadamu anaishi peke yake, wanadamu tunaishi pamoja. Lakini ukitaka kuyafahamu maisha na uzito wake na ugumu wake, kwanza wafahamu wanadamu. Ukiwafahamu wanadamu ndio umeyafahamu maisha, kwa sababu wakati fulani changamoto za mwanadamu anazopitia zinatokana na wale wanadamu wenzia na uishi nao. Changamoto za mwanadamu wakati mwingine anazopitia zinatokana na wale wanadamu wenzia na uishi nao. Mwanadamu hawezi kupata changamoto kwa mbuzi anayemfuga. Mwanadamu hawezi kupata changamoto kwa kuku anayemfuga. Mwanadamu anapitia changamoto kutokana na wale wanadamu wenzia na uishi nao, kwa sababu wanasema wanawachuoni, al-insanu madaniyu bitabi'i, mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kuishi kijamii na wanadamu wenzie. Kwa hiyo anayeweza kumtengenezea mazingira ya hatari, mazingira magumu, misukosuko kwenye maisha mwanadamu ni mwanadamu wenzie, sio mbuzi. Kwa hiyo maisha haya jinsi yalivyo yana misukosuko na mitihani mizito sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika miongoni mwa masiku yake ya maisha alipitia nyakati ngumu sana kwenye maisha. Ukisoma katika historia, wakati Uislamu unaingia katika mji wa Makka, ilifika mahala masahaba walikuwa wakiuawa. Wakina Bilal ibn Rabah walikuwa wakiteswa, wakiburuzwa katika mchanga wa joto kali mchana. Saa 8 mtu anaburuzwa, amefungwa kamba, anaburuzwa na farasi. Walikuwa wanapitia nyakati ngumu za maisha kwa kipindi hiko katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Bali ilifika kiwango masahaba wengine wakawa wanauawa vifo vya kinyama, akiwemo mama yake na Ammar bin Yasir, alikuwa akiitwa Sumayya, kifo cha kinyama, anauawa. Lakini ilifika kipindi masahaba kwa hali ngumu ya maisha waliokuwa wanapitia, wakaenda kumfata Mtume wakamuuliza, mata nasrullah, msaada wa Mungu utakuja lini? Mbona maisha yamekuwa magumu? Mbona dhiki imekuwa kubwa? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anawaambia, mahlan, tulieni, inna nasrallahi qarib, msaada wa Mungu upo karibu. Yani kadri ya jua linavyoendelea kuzama ndio usiku unavyoingia, na kadri unavyoona usiku unavyozidi kuondoka na ndio asubuhi inakwenda kuingia. Mwanadamu anapopitia changamoto, maana yake kuna masiku mazuri kwenye maisha yake yanakuja, lakini lazima awe tayari kuyakubali yale masiku mazito kwenye maisha yake yampitie. Zile dhiki, tabu, misukosuko, changamoto anazopitia ni lazima akubali kuzipitia. Mtume anawaambia masahaba, ala inna nasrallahi karibu, msaada wa Mungu upo karibuni. Lakini walipitia maisha magumu, changamoto kwenye maisha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ilifika mahala alitoka pale Maka akaenda Taif. Ni kisa maarufu, kila mmoja anajua. Mtume alipofika Taif akapigwa mawe. Yale ni masiku mazito na magumu kwenye maisha yake Mtume alikuwa anayapitia. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u,
yaache masiku yaende kama vile yanavyotaka, lakini haiwezekani yale masiku yakaendelea kubakia pale pale. Yale masiku yanakwenda yanazunguka. Kuna siku Jumatano ya leo inabadilika, itaingia Alhamis. Alhamis itakwenda itabadilika, itaingia Ijumaa. Ijumaa itabadilika, itakwenda Jumamosi. Ya masiku yale yanakwenda yanabadilika, na shida za mwanadamu huwa haziwezi kudumu. Lakini mwanadamu kwa hakika kuna changamoto na mazito huwa anayapitia kwenye maisha yake. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u, yaache masiku kwenye maisha yako yafanye yanavyotaka. Ndugu zangu, mitihani kwenye maisha, hata uende ukaishi katika ardhi ya aina gani. Kuna watu wanatoka hapo wataenda Marekani, watakwambia Marekani kuna maisha mazuri, lakini waliokuwa Marekani wanajua kuna changamoto ya maisha wanayopitia. Ukitoka hapo ukienda Uingereza, kuna changamoto ya maisha watu wa Uingereza wanaipitia. Hakuna mahala utakapokwenda kisha usiende kukutana na changamoto ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka katika mgongo wa ardhi. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, mwanadamu anadhani ameumbwa kisha ataachwa tu aishi anavyotaka. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda, mwanadamu anadhani ataachwa aishi anavyotaka tu katika mgongo wa ardhi bila ya kujaribiwa, kuletewa misukosuko, mitihani, changamoto. Ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu moja ya sifa ya mwanadamu kwenye maisha yake ni lazima apitie changamoto. Na uzuri wa Mwenyezi Mungu ni kwamba ukiona kuna changamoto unapitia kwenye maisha, ni ishara Mwenyezi Mungu anakukumbuka na anakupenda, ndio maana anakupa changamoto. Japokuwa neno hili kitauhidi limekaa gumu kidogo, yani kwamba inawezekana vipi mtu akawa anakupenda kisha akakupa mitihani. Naam, Mwenyezi Mungu akikupenda huwa anakupa mitihani. Mwenyezi Mungu akikupenda huwa anakupa mitihani, na lengo lake ni kutaka kutengeneza ukaribu baina yako wewe na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule ambaye anayepata mtihani kisha akamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala, tafsiri yake ni kwamba anakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume anasema, idha ahabba Allahu abdan ibtala, Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake huwa anampa mtihani, kwa sababu anajua huyu mja wangu lazima atakuja kwangu katika mtihani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa kuwa anajua utakwenda kwake, anapenda kuwa karibu na wewe, ndio maana Mwenyezi Mungu anakupa mtihani. Lakini mtu asiyekuwa na tauhid anaweza asilione hilo, akadhani kwamba akigiwa mtihani kwamba Mwenyezi Mungu anamchukia. La, Mwenyezi Mungu anakupa mtihani akiwa anajua kwamba huyu akipata mtihani atakuja kwangu, na ndio lengo lake Allah subhanahu wa ta'ala, kukuona kwamba unakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Da'il ayyamu taf'alu ma da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yafanye vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Yaache masiku yaende vile ambavyo Mwenyezi Mungu anavyotaka. Wakati fulani kwenye maisha tunaweza tukawa tunalipenda jambo, lakini inawezekana lile jambo likawa na shari na sisi, na inawezekana kwenye maisha ukawa unalichukia jambo, lakini yawezekana lile jambo likawa na kheri na wewe. Lakini asilimia kubwa kwa mwanadamu huwa anapenda baadhi ya mambo, lakini wakati fulani Mwenyezi Mungu huwa anamuondoshea yale baadhi ya mambo. Kwa mfano, unaweza ukawa na watoto wazuri. Jana nimehudhuria msiba mmoja, rafiki yangu mmoja amefiwa na mwanawe ambaye alikuwa anasoma chuo cha udaktari mwaka wa pili, akapata ajali, amefariki. Kijana mmoja wa kiume alikuwa mwaka wa pili anasoma udaktari, degree ya udaktari. Ni msiba mzito, na mtu anahuzunika, analalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kijana wangu mwenyewe ndio huyu wa kwanza, nilikuwa namtegemea, nilikuwa na matarajio mwanangu wa daktari. Lakini kumbe inawezekana Mwenyezi Mungu amemchukua yule, kuna mwingine mzuri amekuandalia, anataka kukuletea. Inawezekana Mwenyezi Mungu ana mpango huo. Idha ahabba Allahu abdan ibtala. Kwa hiyo changamoto za kwenye maisha, wakati fulani ukiwa unapitia misukosuko, kuna baadhi ya mambo unapitia kwenye maisha magumu mazito, ujue Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anakupenda. Na ndio kuna baadhi ya nyakati
Ukiona kuna changamoto nyingi au shoti nyingi unatengenezewa na wanadamu, mshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu moja ya sababu ya kumpandisha mtu cheo, kumpandisha mtu daraja, Mwenyezi Mungu akitaka kumpandisha mtu daraja anampa mitihani mikubwa ambayo mtu mwingine hawezi kumpa. Ukisoma wale ulul azmi, wale mitume watano wakubwa waliobebeshwa majukumu makubwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waliopitia mitihani mikubwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wale walipitia changamoto kubwa sana. Katika wale ukimsoma utamkuta yupo Ibrahim alayhi salam, ambaye kila mmoja anajua mtihani aliopitia Ibrahim. Wakati wewe leo unalalamika mtoto wako pengine ndio huyo amefariki, Mwenyezi Mungu amemchukua, unalalama, Ibrahim anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala amchinje mwanawe Ismail. Huu ni mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa Ibrahim alayhi salam. Ni nani ambaye anaweza kukubali kumchinja mwanawe? Lakini Mwenyezi Mungu alimpa mtihani Ibrahim, na Ibrahimu akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akafaulu ule mtihani. Nenda kamsome Yunus alayhi salam, mtihani aliogewa na Allah wa kumezwa na chewa katika tumbo. Lakini baada ya kumezwa na chewa, alipomrejea Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu alimtoa kwenye ule mtihani. Mrejeeni Ayubu alayhi salam katika mtihani wake aliyokuwa nao wa maradhi, alipomrejea Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu alimtoa katika ule mtihani. Mrejeeni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Yani ukisoma mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu aliwapitisha kwenye ile mitihani, lakini walipomrejea Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu aliwaondosha kwenye ile mitihani. Lakini pia Mwenyezi Mungu akawapandisha daraja. Ibrahimu alipandishwa daraja, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akapandishwa daraja, Yunus alayhi salam akapandishwa daraja, ukisoma Ayubu akapandishwa daraja, Ibrahimu akapandishwa, na mitume wengine wengi ambao walipitia mitihani mizito mizito. Yusuf alayhi salam alitumbukizwa kwenye kisima, baada ya pale Mwenyezi Mungu akampandisha daraja. Wakati fulani changamoto kwenye maisha ikija, unaweza ukaiona ni mbaya, lakini inaweza ikawa ndio sababu ya kukupandisha daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yafanye vile yanavyotaka kufanya. Wakati fulani masiku yakiwa yanafanya vile yanavyofanya, unaweza ukawa unahuzunika kwamba kwa nini, lakini kumbe inawezekana kuna siku nyingine inakuja itakayokuwa ya kwako. Inawezekana kuna siku nzuri inakuja. Kwa hiyo haiwezekani kuja kwenye siku nzuri kabla ya siku mbaya kupita kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anakupitisha kwenye zile siku mbaya ili uende kwenye siku nzuri, kwa sababu huwezi kuruka step, lazima upite kwenye yale masiku magumu. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku kwenye maisha yako yafanye yanavyotaka kufanya. Leo umeshinda njaa, nyanyua mikono, sema alhamdulillah. Biashara leo umebankrupt, umefilisika, nyanyua mikono, sema alhamdulillah. Umepatwa na mtihani wa kufiwa na mtoto wako unayempenda, mume wako, nyanyua mikono, sema alhamdulillah. Pengine ulikuwa na cheo, kile cheo kimeondoka, nyanyua mikono, sema alhamdulillah. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u, yaache masiku yafanye yanavyotaka kufanya, kwa sababu tayari yale masiku yashapangwa na Allah subhanahu wa ta'ala yatokee. Kwa yaache yaende vile vile. Inawezekana kuna siku nzuri inakuja kwenye maisha yako ambayo wewe huijui. Wakati fulani unaweza ukawa unahuzunika, unapata dhiki katika nafsi yako kwamba ya Rabbi, kwa nini haya masiku yametokea? Kwa nini kuna kadha? Kwa nini kuna kadha? Kwa nini kuna kadha? Lakini Mwenyezi Mungu anakutazama pale kwamba unaweza kukumbuka kumshukuru, kwa sababu pia kuna masiku mazuri yalipita kwenye maisha yako. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas, kuna masiku mazuri yaliwahi kupita kwenye maisha yako. Mwenyezi Mungu anakupitisha kwenye kipindi kigumu, sasa baadaye anakuletea tena kipindi kizuri. Lakini ukifeli kwenye kipindi kigumu hiki ambacho Mwenyezi Mungu anakupitisha, maana yake umeshindwa kufaulu mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ana siri nyingi sana kwa mwanadamu alizoziweka.
Mwenyezi Mungu ana siri nyingi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Wakati wewe leo unaweza ukawa unahuzunika ujala, pengine chakula cha mchana ujala, lakini kuna watu pengine wako katika ardhi ya Palestina tunavyozungumza, hawajui maji ya kunywa watapata wapi. Ndio Waswahili husema wakati wewe unalalamika una viatu vya kuvaa, lakini kule kuna mwingine miguu ya kuvaa viatu ana. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yaende vile vile Mungu anavyotaka. Mungu akikupitisha mahala ana sababu zake za msingi, na wakati fulani huwa wanatengenezwa watu kuwa ndio sababu ya kupitia kwenye nyakati ngumu katika maisha. Watu wanadamu ndio ambao wanakuja kumpitisha mwanadamu katika nyakati ngumu. Wale watu haina maana wanafanya wao, yale ni masiku Mwenyezi Mungu ameyapanga yatokee kwenye maisha, na yanapotokea yale yana sababu maalumu Mwenyezi Mungu ametaka yatokee yale masiku, lakini mwisho wa siku kuna kufaulu mbele kuna kuja. Ndio maana Mtume alipotoka Makka kuhamia Madina hakupenda, alichukia, alihuzunika, lakini Mwenyezi Mungu alienda kumpa furaha katika mji wa Madina. Mwenyezi Mungu alikwenda kumtafutia watu waliokuwa bora. Wakati wale watu wa Makka walimtimua Mtume, hawakumtaka Mtume, walimdharau Mtume, alipotoka pale Makka akaenda Madina, wale watu wa Madina wakamkumbatia Bwana Mtume Muhammad, wakampenda Bwana Mtume Muhammad. Da'il ayyama taf'alu ma tasha'u, yaache masiku yaende vile yanavyotaka kwenda, yaache. Mwenyezi Mungu ameshapangilia yale yatokee, yaende vile. Inawezekana kule unapokwenda mbele kukawa na furaha, inawezekana kule panapokwenda mbele pakawa ni pazuri kulikoni huku ulipotoka. Ndio maana Mtume alipokwenda kule akapata furaha zaidi kulikoni alipokuwa Makka alipozaliwa, kulikoni. Na ndio unakuta kuna baadhi ya nyakati kwenye maisha mwanadamu anaweza akawa anakataliwa hata na wale ndugu zake wa kuzaliwa. Mtu anakataliwa, ndugu zake hawampendi, pengine wamezaliwa nao baba mmoja mama mmoja, pengine hana sababu yoyote aliyowakosea, akitazama mbona mimi sijamkosea mtu kitu. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yaishi vile Mwenyezi Mungu ameshalipanga hilo. Ndio maana unaona Yusuf hakuwakosea ndugu zake, lakini walimchukia Yusuf alayhi salam, lakini Mwenyezi Mungu alimpitisha kwenye ule mtihani. Baada ya kumpitisha, alipokwenda kule utumwani, Yusuf akaenda kuwa mtu mwingine. Mwenyezi Mungu ana sababu zake anapokuwa anampitisha mwanadamu katika maisha. Alhayatu kifahun, maisha ni mapambano, na kwenye mapambano unapitia mengi. Kuna mazuri ya kufurahisha, kuna mabaya ya kuhuzunisha. Kuna wabaya wengine utawajua hata wewe rafiki yangu, hata wewe ndugu yangu. Kuna baadhi ya nyakati kwenye maisha inakuja hiyo, unamkutana na mtu hata wewe unanifanyia hivi, hata wewe hivi. Da'il ayyama taf'alu ma tasha, yaache masiku yafanye vile yanavyotaka kufanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas, ni masiku tu Mwenyezi Mungu anayabadilisha baina ya watu. Istimta bi hayatik, enjoy your life, furahia maisha yako. Wakati leo unapitia nyakati ngumu, wewe nyanyua mikono, sema alhamdulillah, furahia, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile unachopitia, kwa sababu mfumo wa maisha ulivyo, kuna watu wanaweza wakawa wanafanya makusudi kukuprovoke tu, lengo lao wakuone wewe una huzuni, wao wanafurahia. Maisha yanatupitisha kwenye nyakati ngumu sana. Maisha yanatukutanisha na watu ambao hatukutegemea kukutana nao kwenye maisha. Maisha yanatukutanisha na watu ambao wana roho ambao hazina mfano wake. Maisha yanatukutanisha na watu ambao hukutegemea kwamba kama huyu anaweza kunifanyia hivi. Maisha yanakupa surprise ambayo pengine hukuwahi kuifikiria utakuja kukutana nayo kwenye maisha. Maisha yanakupa surprise ambayo pengine ukionyeshwa hivi, wallahi unaweza ukatamani ufe, usiendelee kubakia katika mgongo wa ardhi. Maisha yana mambo mengi sana. Alhayatu kifahun, maisha ni mapambano, na kwenye mapambano sharti ujue kwamba nakwenda kupambana, lolote litakalokuja nikabiliane nalo, lolote litakalokuja mbele nikabiliane nalo, nisihuzunike, kwa sababu huzuni yako ni furaha kwa wengine. Na kuna baadhi ya nyakati kwenye maisha haya inakuwajibikia hata wakati fulani una huzuni, lakini ufiche ile huzuni yako, kwa sababu nyuma kuna watu wanakutazama.
Ukihuzunika wewe, maana yake umewafanya wa nyuma wakate tamaa. Ukihuzunika baba nyumbani, umerudi baba ndio unahuzunika, unalalamika, hawa watoto huku nyuma nao vile vile wanakata tamaa. Kwa hiyo kuna baadhi ya nyakati kwenye maisha unaweza ukarudi nyumbani baba, pengine mambo yako ni magumu, hali imekuwa mbaya, na umekwenda nyumbani mambo magumu, inakuwajibikia ufurahi tu, unacheka, unafurahi. Yani watoto wasihisi kama wewe una huzuni, umekosa, lakini kumbe ndani ya moyo wako unaumia, kwa sababu nyuma kuna watu wanakutazama wewe, wanataka wakuone una furaha. Ukilia, ukihuzunika, umewakatisha tamaa wa nyuma. Kwa hiyo inakuwajibikia, you have to be very strong kwenye maisha. Inatakiwa uwe imara sana kwenye maisha, kwa sababu nyuma yako kuna watu wanakutazama. Ukihuzunika kuna watu wanafurahi, ukihuzunika kuna watu wamekata tamaa kwa ajili yako. Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Tuyaache masiku yafanye yanavyotaka kufanya. Tuache kile ambacho Mwenyezi Mungu amekikadiria kitokee kwenye maisha. Acha kitokee kwenye maisha. Wewe enjoy maisha yako, tabasamu kwenye uso wako. Wakati fulani kutabasamu kwenye maisha inaweza ikawa ni moja ya tiba. Inaweza kuwa ni moja ya tiba ya kuponya huzuni zako ulizokuwa nazo. Lakini pia inaweza ikawa ni moja ya sababu ya kuwashinda maadui zako. Watu wengi hawalijui hili. Unajua, ukimfanyia mtu ubaya kisha yule uliyekuwa unamfanyia akawa anatabasamu, anacheka, anafurahi, unayeumia ni wewe uliyekuwa unamfanyia ubaya. Ndiye unayeumia. Ukimfanyia mtu ubaya, yule unayemfanyia ubaya akawa anacheka, anatabasamu, unayeumia ni wewe uliyekuwa unamfanyia ubaya, kwa sababu wewe ulitarajia kwamba yule ahuzunike, yule aumie, alafu yule mtu aumie, anacheka, anatabasamu. Ndio unaona Mtume alikuwa akiwekewa vinyesi, alafu kisha Mtume akawa anakwenda anaondoa vile vinyesi. Alipokuwa anaona vinyesi hakuna, akaanza huyu aliyokuwa anaweka vinyesi hapa anaumwa. Mtume akatoka kwenda kumtazama, bwana vipi, mbona kule sioni ile shughuli yako? Yule bwana aliyokuwa anafanya ile shughuli akawa anajisikia vibaya kwamba kumbe huyu bwana nilikuwa namfanyia hivi, kumbe alikuwa anajua. Lakini Mtume hajawahi kumuonyesha kwamba amekasirika au pengine najua unachokifanya, la, bali Mtume akikutana naye ilikuwa anatabasamu, anafurahi. Kumbe yule bwana mwisho wa siku akaja akaumbuka. Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Yaache masiku kwenye maisha yaende vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyopanga.